Mkombozi atukuzwe makuhani wa Kristo. Amina. Yesu Kristo mkombozi atukuzwe. Amina. Hongereni na ibada. Asante na wewe hongera. Asante. Karibuni kwenye meza ya mahojiano. Asante sana. Mada yetu leo inasema majibu. Amina. Amina. Asante karibuni sana makuhani. Tunashukuru. Tumefundishwa kuhusu majibu, ya kwamba mwili wako unaweza kuwa una tatizo au una magonjwa kwenye mwili wako na haujui kwamba ile shida itaishaje kwenye mwili wako. Amina. Amina. Tumejifunza kwamba wewe hauwezi kuwa na majibu kwenye mwili wako, ila Yesu Kristo mkombozi aliyeumba huo mwili ndio anaweza kuwa na majibu ya huo mwili wako. Amina. Unaweza kuwa na ugonjwa ambao umekusumbua kwa muda mrefu, ukajiuliza huu ugonjwa utapona lini, au hii shida niliyokuwa nayo ndani itapona lini katika mwili wangu. Yesu Kristo mkombozi aliyeumba ule mwili anajua kwamba ile shida uliyokuwa nayo katika mwili wako ya kwamba utaishaje. Karibu mwinjilisti. Mada ya leo inazungumzia nini? Majibu. Na ni kweli nilikuwa sifahamu kwamba majibu yanatoka wapi. Unajisikia kwamba unaumwa, unapata shida mbalimbali, lakini utambui au ujui majibu utapata wapi. Kumbe majibu napata kwa Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo leo kama kuhani alivyokuwa anatufundisha kuhusu majibu, hata mimi nilikuwa sijui kwa kweli. Kumbe majibu, unapopata shida, shida mbalimbali, Ndio. yamkini unaweza kuumwa, mwili unauma, unaenda kwa daktari. Kumbe daktari hawezi kupata majibu. Vyombo ambavyo vimetengenezwa na binadamu hawezi nini kujua kwamba unaumwa nini. Ndio. Kumbe majibu yako kwa Yesu. Kiendelea kumuomba Yesu na Yesu atatupatia majibu. Kwa sababu Yesu ndiye aliyetuumba, Mungu mwenyewe aliyetuumba kwa sura na mfano wake. Ndio anayejua miili yetu, anajua mateso yetu tunayoteseka. Amina. Tuseme kwa mfano katika familia, unakuta watoto wanaumwa. Watoto wanavyoumwa tunapeleka kwa waganga. Waganga wanaenda, kumbe waganga ni binadamu tu. Hana uwezo wowote, hana chochote cha kusaidia. Lakini kumbe tukienda kwa Yesu, tukimuomba Yesu, na Yesu atatupa majibu. Amina. 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 Basi tuendelee kuendelea kumuomba Yesu na Yesu atupatie majibu katika maisha yetu. Amina. Tusiangangane kwenda kwamba huko kwa madaktari wanamaliza hela tu. Kila siku unaenda unapewa vidonge uponi. Kila siku unaenda hauponi. Lakini kumbe nikienda kwa Yesu, Yesu ndio ananiponyesha mwili wangu, ambaye ndiye yeye mwenyewe aliyeuumba mwenyewe, anajua mateso yangu, anajua ugonjwa wangu kwamba nitapona lini. Lakini kiendelea kuomba na kumwamini yeye ndio anatupatia majibu. Amina. 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 Yesu Kristo mkombozi atukuzwe. Amina. Mada inayosema majibu. Hapa tunaona kwamba majibu yako wewe kama wewe hayawezi kukusaidia. Ndio. Majibu yanayoweza kukusaidia ni ya Yesu Kristo mkombozi peke yake. Amina. Tumekuwa tukihangaika kutafuta majibu ya miili yetu, tukiteseka kwa madaktari, tunaambiwa tuna magonjwa makubwa. Ndio. Lakini ukijaribu kuangalia ule ugonjwa unaoambiwa unao, ukiutafakari, huo ugonjwa sio. Kweli. Lakini ukirudi kwa Yesu, unakuta huna magonjwa hayo. Majibu utakayoyapata kwa Yesu ni kwamba magonjwa hayo hauna. Hayo ni magonjwa ya daktari. Kabisa. Na daktari anakuambia una magonjwa ya sukari, una magonjwa ya pressure, usile vyakula, usile mafuta. Unajikuta yani huli kitu, mwili unazidi kuchoka kwa sababu vile virutubisho unavikosa. Kweli. Kwa kufata maagizo ya daktari. Ndio. Kumbe daktari yeye anatumia vitu vilivyotengenezwa na mwanadamu. Na vitu vilivyotengenezwa na mwanadamu vinaweza kuharibika muda wowote. Kweli. Kwa hiyo majibu yake hayawezi kuwa sahihi siku zote. Amina. Tujifunze siku zote kwamba majibu yetu sahihi tutayapata kwa Yesu. Maana unakuta tunaishi katika familia. Ndio. Unakuta familia iko mara mbili. Kuna wanaomwamini Yesu na kuna wasioamini majibu ya Yesu. Kweli. Yaani ukiwaambia watu kwamba majibu haya nimeyapata kwa Yesu, wanakucheka. Kweli.
kwa sababu hawaamini majibu ya Yesu. Lakini hayo usijalishe, wewe uliyeamini kumwamini Yesu, uliyesimama na kumwamini Yesu, majibu yako yapate kwa Yesu Kristo mkombozi, yatakuwa ndiyo majibu sahihi. Amina. Amina. Tusikimbilie madaktari. Ndiyo. Tutaharibu miili yetu Kabisa. kwa kupewa madawa. Zile dawa unapewa ukijua unaponywa, kumbe ndani yake unakuja kuzalisha sumu. Kweli. Nikijaribu kushuhudia mfano kwangu mimi, niliumwa sana, lakini sumu ilijaa ndani ya mwili sana kwa ajili ya vipimo vya madaktari na dawa walizokuwa wakinipa. Waliniambia huwezi kupona mkono mpaka ukatwe. Kweli. Kwa ajili ya majibu yao ya vipimo vyao. Ndiyo. Lakini nilivorudi kwa Yesu, Ndiyo. nilipata majibu. Amina. Kwamba ugonjwa huu unaweza kupona. Kabisa. Amina. Kwa hiyo nawaambia wote wanaotusikiliza, Ndiyo. wasiwe wanaamini sana magonjwa ya daktari. Kwa hivi sasa nikimwambia mtu mimi sina presha wala sukari, Amina. yalikuwa ni majibu ya daktari. Amina. Mtu hawezi kuniamini. Kabisa. Anaona kwamba yani unadharau majibu ya daktari, ukubali majibu ya Yesu. We Yesu ulishamuona. Lakini mimi nilikuja kwa Yesu, nikapokea majibu kwa Yesu na nikapata uponyaji. Amina, maana jibu lako lilikuwa ndani ya Yesu. Jibu langu lilikuwa ndani ya Yesu. Amina. Kwa hiyo sasa mimi ninamwamini Yesu. Amina. Kwamba yeye ndio ana majibu ya ukweli. Amina. Majibu yangu hayawezi, yani siwezi kuwa na majibu mimi kama mimi bila kupitia kwa Yesu Kristo mkombozi. Amina. Yatakuwa ya uongo nikikwambia mimi nina majibu yangu, yatakuwa ni ya uongo. Majibu ni mpaka niyapate kwa Yesu Kristo mkombozi. Amina. Ndio yatakuwa majibu ya ukweli. Amina. Tuachane na majibu ya vipimo vilivyotengenezwa na wanadamu. Ndiyo. Tufate majibu ya Yesu Kristo mkombozi. Amina. Ili tupate uponyaji. Amina. Karibu sana. Asante sana. Tunaambiwa kwa sababu hiyo hatutaweza kuishi kwa majibu, hatutaweza kuishi kwa majibu yetu wenyewe. Amina. Ndiyo. Amina. Tuishi kwa majibu ya kutoka kwa Yesu Kristo mkombozi. Amina. Amina. Ukishikwa na ugonjwa kwenye mwili wako mwenyewe, usijiulize kwamba ugonjwa utaponaje kwenye mwili. Je, hili tatizo litaishaje kwenye mwili wangu? Jibu lako la mwili wako wewe Yesu Kristo mkombozi analijua. Amina. Amina. Jibu lako linatoka ndani ya Yesu Kristo mkombozi. Ndiyo. Kwa hiyo tumejifunza tusikimbilie kwa madaktari kuuliza, wala tusikimbilie kwenda kupiga ramli kuuliza shida hii inatokana na nini. Amina. Amina. Kwa hiyo jibu la miili yetu linatoka kwa Yesu Kristo mkombozi. Amina. Tunawaambia wasikilizaji wanaotusikiliza majira haya ya kwamba wasikimbilie majibu ya madaktari, wapate majibu kutoka kwa Yesu peke yake. Amina. Amina. Ndio mwenye jibu la miili yetu. Amina. 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 Tunaona kwa kweli watu wengi wanateseka duniani kwa sababu kutomjua Yesu. Amina. Watu wengi mpaka sasa hivi wanateseka, wako kwa vijijini, hawajui kwamba waende wapi. Tatizo lao ni majibu yao wapate wapi. Nini kifanyike? Nini kifanyike? Hawajui. Kumbe inapaswa waende kwa Yesu. Yesu ndio anaye majibu peke yake. Amina. Kwa sababu ndiye aliyetuumba akatuweka hapa duniani. Ndiyo. Wajua kwamba kuna mambo ya giza katika ulimwengu huu. Amina. Yako mambo mengi ambayo binadamu hatuwezi kuyajua. Lakini tukija kwa Yesu, majibu tunayapata kwa Yesu. Ndio. Unaachana na mambo ambayo tunaambiwa kwamba mtoto wangu anaumwa, lakini mimi napeleka kwa daktari. Baadaye utapata daktari akwambia akipima, kwa sababu vipimo havionyeshi vizuri, anapeleka tena kwa mganga. Mganga ndio anachanja tena miili ya watoto tena. Ndio anazidi kuteseka. Mateso yanazidi ndani ya familia zetu. Lakini sasa tukija kwa Yesu, jibu linapatikana kwa Yesu. Ndio. Na Yesu akija kwa Yesu, na Yesu atawaponya miili yao, kwa sababu jibu liko kwa Yesu mwenyewe. Amina. Ambaye anajua mwanzo wake na mwisho wake katika familia zetu. Ndio. Hata wanandoa hivyo hivyo. Unakuta watu wanaoana vizuri, wanaishi vizuri, baada ya muda wanaanza kurofishana. Ndio. Majibu yanapatikana kwa Yesu mwenyewe. Amina. 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 Yaani watu wasiomwamini Yesu, huwezi kuambia kwamba jibu lako ni Yesu wakakuelewa. Hapana. Lakini tunatakiwa sisi ambao tumemwamini Yesu, basi tusikubali kuamini vipimo vya madaktari, ili
yani wanaotutazama kila wakati tukiwa ndani ya imani wasitukute tukiwa kwenye vipimo, ili watambue kwamba Yesu anatutendea, ili waamini kwamba majibu yako kwa Yesu. Yani sisi tulioko ndani ya imani tukubali majibu ya Yesu, tukubali kwamba Yesu anatuponya. Maana sisi tulioko ndani ya Yesu, tusipokubali kwamba Yesu anatuponya, tukaanza kwenda kwenye vipimo, hatutawafungua wale ambao hawajui kwamba jibu pekee liko kwa Yesu. Inabidi sisi tutulie ndani ya Yesu, tupate majibu yetu ya miili yetu ndani ya Yesu, tupate kupona, ili na wao watambue kwamba majibu yako ndani ya Yesu. Leo na kesho na wao watakuja kwa Yesu ili kupata majibu yao kwa Yesu. Lakini sisi tunakuwa barua kwao. Kwa sisi tukitoka kanisani huko mitaani huko, tusiwe na mazoea ya kwenda kupima afya zetu katika vipimo. Maana wale walioko nje tukikutana nao kule, basi hawaamini kwamba majibu yako kwa Yesu. Lakini tusipokuwa na tabia za kukimbilia kwenye vipimo, tukajikuta tunamwamini Yesu na tunapokea uponyaji na majibu yetu ya miili yetu kutoka kwa Yesu. Maana majibu yetu ni ule uponyaji tunaopata, ndio inakuwa majibu yetu sahihi. Basi ni wengi watatambua hilo, kwamba majibu yako kwa Yesu kupitia sisi ambao tuko ndani ya Yesu. Kwa hiyo mimi nawaambia wanaotusikiliza, majibu yao waje wayapate ndani ya Yesu. Maana haya tunaofundishwa au haya tunayojifunza kupitia kwa kuhani, hatufundishwi mambo ya uzushi. Tunafundishwa neno lililotoka kwenye kinywa cha Yesu mwenyewe. Neno lililo hai. Kwa mimi mpaka sasa hivi nimeshakubali kwamba majibu yangu yanatoka kwa Yesu. Sijui wewe mwenzangu una majibu gani? Na wewe una majibu ya kutoka kwa Yesu? Basi tutulie ndani ya Yesu, ili majibu yetu yapatikane kwa Yesu. Amina. Asanteni sana. Mwinjilisti, unanyongeza? Ni kweli bibi, ilipotamka ni kweli kwamba majibu yako kwa Yesu. Ndio. Sisi tulikuwa hatujui. Tulikuwa tunaenda tu mara tuko kwa Yesu, mara tunaenda kupimwa. Tunaenda hapa leo, nakaa hapa, kesho naenda kule, kesho kito naenda kule. Alafu unasema namtumikia Yesu. Kuna mtu anayemtumikia Yesu. Yesu akitangatanga, asiamini kupata majibu ndani ya Yesu, akapate majibu nje na huko anamtumikia Yesu. Haiwezekani kabisa. Kwa sababu lazima utulie mahali pamoja. Usihangaike huko na huko na huko, hapana. Jibu lako lipate kwa Yesu. Amina. Amina. Asanteni. Naomba mwinjilisti utume salamu kwa watu watatu. Asante sana. Salamu zangu za kwanza natumia baba yangu wa kiroho akiwa hapa Msufini. Salamu za pili namtumia mama yangu wa kiroho akiwa hapa Msufini. Salamu za tatu na watumia mashemasi, makuhani wote na wainjilisti wote. Ujumbe, tupate majibu kwa Yesu. Yesu ndio anayeweza. Salamu zangu za kwanza natuma kwa ndugu jamaa na marafiki wanayenijua. Amina. Salamu zangu za pili natuma kwa babangu wa kiroho na mamangu wa kiroho wakiwa kanisa la New Testament Spirit Church wakiwa hapo Msufini. Amina. Salamu zangu za tatu natuma kwa familia yangu wakiwa hapo Imo. Amina. Nawaambia majibu yao yatoke ndani ya Yesu. Amina. Nawapenda sana. Asante sana. Amina. Natuma salamu kwa watumishi wote. Natuma salamu kwa watu wote wanaotazama kipindi hiki. Amina. Natuma salamu kwa baba wa kiroho akiwa hapo Msufini. Ujumbe, watu wote wanaotazama kipindi hiki, amina, wajue majibu yako kwa Yesu. Amina. Wasidanganyike. Amina. Na kwa Yesu wakipata majibu na uponyaji. Amina. 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 Asanteni sana, tutaendelea kipindi hichi wakati mwingine. Asante sana.